Mtazamaji wa Tanzania ITV, niliweza kutoa ahadi kwamba leo nitakuwa na kutaarifu taarifa zote ambazo zinatufikia katika meza yetu ya habari. Ikumbukwe leo ni siku ya maandamano hapa Tanzania vile kulikuwa kumepangwa. Kabla niendelee, chukua sekunde moja ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, bonyeza alama hapo ya kulike, na ikiwa hauja subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Karibu ni kuhabarishe. Hatimaye maandamano ya Watanzania ya kutotoka nje, maandamano ya kuacha jeshi la polisi kumwagika peke yao barabarani, hatimaye yamesababisha Rais Samia Suluhu Hassan kusalimu amri. Kivipi? Machawa wa CCM wameanza kujitokeza katika mitandao ya kijamii. Machawa wa Samia Suluhu Hassan wameleta ripoti ya Samia kwa wananchi wa Tanzania kupitia mitandao ya kijamii. Ripoti yao ni hii ambayo inaonyesha Samia amesalimu amri mwenyewe. Kivipi? Machawa wa CCM na wa Samia wameanza kuomba Watanzania kuwapembeleza kwa unyenyekevu. Rudi mukafungue maduka, rudi mukafungue biashara, rudi mukayaweka magari zenu barabarani, rudi mukaweka pikipiki zenu barabarani, rudi ili mujaze masoko kufanya biashara badala ya kufunga vile mliamua kufunga siku ya leo. Machawa wa Samia, machawa wa CCM wamesalimu amri kwamba hatimaye mumefaulu. Hatukukusanya kodi siku ya leo. Tunaomba musije mukaendelea kuandamana kesho siku ya Jumatano. Musije mukaendelea kuandamana siku ya Alhamisi. Serikali inaendelea kupoteza. Rudi mukafungue biashara. Unajua Samia alijiona yeye ni mwerefu. Samia akaweka maafisa wa polisi ama jeshi la polisi kila mahali. Akaona sasa leo tutawaua. Unajua kuna ripoti ambazo tumekuwa tukizipokea kutoka machawa wa CCM, walikuwa wanatoa vitisho kwa kusema ya kwamba liwe liwalo na liwe. Hata jeshi la polisi walisema juzi, hatutawalinda wanaoenda kujitokeza kuandamana. Jeshi la polisi wakasema hivyo. Wengine wakaanza kutoa vitisho kwa kusema ya kwamba watakaoandamana watakiona tutawatairi pasipo tumia sindano ya ganzi. Sasa wamesalimu amri, vitisho zao hazikufua dafu. Watanzania hawakujitokeza kuandamana, walikaa manyumbani, duka zikafungwa, hoteli zikafungwa, magari yakapelekwa parking, kila kitu kikazimwa hapa Tanzania, ila tu tuliona jeshi la polisi kila mahali. Sasa wameanza kusema musije mukaendelea na maandamano, tunapoteza, rudi kazini. Unajua Samia amepata funzo kwamba maandamano sio kuandamana barabarani. Kuna uwezekano maandamano kufanyika watu kususia, kujitokeza na kufanya biashara. Sasa penye imefika, wanaharakati wameomba serikali kuhakikisha ya kwamba Tundu Lissu ameachiliwa huru na tume mpya ya uchaguzi iundwe na masuala mengine muhimu kama yale ambayo yanafaidisha Watanzania. Hii mikopo ambayo serikali imekuwa ikiendea katika mataifa mengine sasa haipo. Unajua bunge la Ulaya liweza kupitisha na kusema hamna haja ya kufadhili Tanzania, hii ni serikali dhalimu. Ikasababisha mataifa mengi kujiondoa kutuma misaada hapa Tanzania, ikiwemo Marekani, Uswidi, Canada, bunge la Ulaya na Umoja wa Mataifa. Sasa hivi tunateseka hapa Tanzania, hakuna misaada.
Hamna mikopo ambayo inaachiliwa vile ilikuwa inaachiliwa kiholela. Misaada hiyo ilisimamishwa. Mikopo wanaenda kupembeleza Urusi pale ili kupata mikopo ya hapa na pale. Na sasa hivi Tanzania ina zaidi ya deni trilioni 112. Sasa hivi tumefikisha hapo, ambalo sisi wa Tanzania tunastahili kulipa kupitia kodi, ambayo leo hatukwenda kuilipa kodi kwa sababu maduka yalifungwa, soko zikafungwa, madereva wakasusia usafiri. Leo tuliandamana, hatukujitokeza. Wakatumia mafuta kuweka magari za polisi mafuta, wakaanza kusafirisha maafisa wa polisi ama jeshi la polisi kutoka eneo moja kuelekea lingine, kwa sababu tuliweza kuona maafisa wa polisi wamejazwa kule Dar, kila mahali wamejazwa, Sinza, Karume, Kivukoni, Arusha, Mwenge, Kimara na sehemu zote hapa Tanzania, lakini wamepoteza. Kwa hivyo ujumbe ni kwamba kile ambacho Watanzania wanataka kiweze kufanywa kupitia serikali hii ya Samia Suluhu Hassan, la sivyo mambo sio mazuri. Na hata napiga makofi kwa Watanzania wenzangu, muliamua. Hakuna yeyote, hata mimi nilikuwa nimejitayarisha kwa taarifu vile hali itakuwa ya maandamano. Sikuamini kwamba maandamano yenu yalikuwa tulivu. Maandamano yenu ni ya kususia kila kitu, na serikali imepoteza mali mingi leo. Hawakukusanya ushuru. Hata mataifa mengine wameona kile ambacho kimeshuhudiwa hapa Tanzania, hata wanapiga makofi. Unajua njia ni nyingi za kuua nyoka, you know. Asanteni sana wa Tanzania, asanteni sana wanaharakati, asanteni sana wana TFF, asanteni sana kwa kuamua kuzima Tanzania leo na giza kutanda kila mahali, kwa sababu maandamano ya kukaa nyumbani pasipojitokeza. Hata mashule, kila kitu kilifungwa leo. Kwa hivyo Samia haamini, Samia haamini. Ndio maana wameanza kupembeleza na kusalimu amri hapa na pale kwamba tusamee tu. Rudi kazi. Waachana na mambo ya wanaharakati, waachana na mambo ya TFF, waachana na mambo ya Watanzania ambao hawajui vile gurudumu la maendeleo linasukumwa. Sasa wameanza kuandika hayo katika mitandao ya kijamii kwamba watu wafungue biashara. Kufikia hapo natamatisha. Tukutane baadaye kwa taarifa zingine ambazo tunaendelea kuzipokea hapa kwa meza yetu ya habari. Na mimi leo sitawaangusha, nitaendelea kuwafahamisha yale ambayo tunayapata hapa kwa meza yetu ya habari. Kwaheri kwa sasa. Ikiwa huja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kila wakati. Kwaheri kwa sasa.